السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم المنة، والحمد مفتاح لباب الجنة، والحمد موجب المزيد في العطاء، ومن يداوم ينكشف له الغطاء. فكم لربي من آيادي ونعم سابغة على الورى محض الكرم، وأفضل النعمة هدي الخلق لدينه الإسلام دين الحق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله، ما ضاقت إلا وفرجها الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile baada ya kumsalia mtukufu wa daraja ambaye ni bwana wetu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa leo tumeafikiwa na Mwenyezi Mungu kukusanyika hapa katika nyumba yake tukufu katika saa hii na wakati huu ambao ni mtukufu, na hatukukusanywa na jambo lingine lolote isipokuwa ni kuyatekeleza yale mafundisho tuliyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwa siku ya Ijumaa. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba katika sampuli mbalimbali, kuanzia maumbile yetu aliyotuumba nayo hayalingani. Katika sisi kuna warefu, kuna wafupi, kuna wembamba, kuna wanene na namna hiyo. Na hata ukija kwenye rangi zetu pia hatufanani. Kuna weupe, kuna weusi, kuna maji ya kunde na namna hiyo. Na hata ukija kwenye tabia zetu pia hatufanani. Kuna wenye tabia mzuri, kuna wenye tabia mbaya, kuna wenye tabia zenye kuvutia, kuna wenye tabia ambazo ni ngumu sana. Kwa hiyo utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna alivyotuumba ametutofautisha katika mambo kadha wa kadha, mpaka kwenye akili zetu pia hatulingani. Kuna ambao akili zao ya salam, kuna ambao akili zao hazina neno, kuna ambao akili zao ni mbaya kabisa. Kuna wengine huwa twawaita hawana akili, ingawa wanazo, lakini kwa sababu matumizi tumetofautiana. Matumizi yetu yako hivi, yake yako hivi, mwishowe tukamwambia huyu hana akili. Ndugu zangu, sisi tumetofautiana katika sampuli kama hizi na nyinginezo, lakini pia kama ambavyo tumetofautiana, viko baadhi ya vitu vichache ambavyo twalingana wanadamu sote. Na katika jumla ya vitu hivyo ambacho tunataka tukizungumzie leo, ambacho wanadamu sote tunacho,
kuanzia wa kwanza aliyeumbwa mpaka kiyama kitakaposimama, sote tunacho ni kitu kinachoitwa al-istijal, kuwa na haraka. Hakuna mwanadamu duniani ambaye atadai mimi sina haraka. Hayupo huyo mtu. Kila mmoja ana haraka. Tutatofautiana tu ni haraka katika kitu gani. Kuna ambaye ni haraka upande huno, kuna ambaye haraka yake ni upande ule, kuna ambaye haraka yake ni kule, lakini sote mwisho wa siku tunayo tabia inayoitwa al-istijal, kuwa na haraka. Tabia hii ya kuwa na al-istijal ambayo wanadamu sote tunao kuanzia baba yetu Adam, tabia hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameigusia kwenye Qur'an ili mwanadamu ajue kwamba ni hakika hili jambo wanadamu sote tunalo. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atuambia katika Qur'an, khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajal, ameumbwa mwanadamu kwa haraka. Yani katika maumbile yake kumetiwa kitu kinachoitwa haraka. Khuliqal insanu min ajal, mwanadamu ameumbwa apenda haraka, apenda kufanya mambo yake ende haraka haraka. Mwenyezi Mungu asema, saurikum ayati fala tastajilun, mimi nitawaonyesha aya zangu, msifanye haraka, mtaona tu. Na maneno haya ya Mwenyezi Mungu kuambia nitawaonyesha aya zangu msifanye haraka, walikuwa wakikusudiwa wale waliokuja wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha wakawa wanamfanyisha, wanamdharau Mtume ama wanampuuza kwa njia moja ama nyingine, kisha wanasema kama kweli kuna adhabu siije, mbona tuadhibiwi? Kiyama sikisimame? Mwenyezi Mungu ndio akasema mwanadamu ana haraka, kiyama kitasimama tu, wala usiwe na haraka. Saurikum ayati fala tastajilun. Unapoona Mwenyezi Mungu hakuadhibu kwa kosa unalolifanya, hakufanyi chochote, usitoke ukasema hapa yaonekana hakuna adhabu. Hakuna kitu. Kama adhabu iko siije. Mwenyezi Mungu asema usifanye haraka. Tunajua wewe ni mtu wa haraka, lakini usijali, adhabu itakuja, iko siku yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu katika hali hiyo. Lakini pia ukienda sehemu nyingine katika suratul Isra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. huomba mwanadamu. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ, mwanadamu huomba shari, duaahu bilkhair, kama vile anavyoomba khairi. Yani mtu huinua mikono akamwambia Mwenyezi Mungu, hapo labda mtu amekasirika, ulaaniwe kwa ile hasira, akaapiza kwa haraka haraka, Mungu akuangamize, Mungu akuue. Au akamwambia mtoto wake, wewe radhi zangu nimekunyima, kwa ile haraka. Ana haraka mpaka amekuwa yuomba shari. Mwenyezi Mungu asema, lau ingelikuwa mtu anapoomba shari tumjibu haraka haraka kama vile tunavyomjibu haraka anapoomba kheri, basi ingelikuwa wengi wamekwisha. Lakini kwenye shari huwa hatumfanyii haraka, kwa sababu tunajua huu ni mtu wa haraka huyu. Hapa ameomba dua ya shari ni kwa ile haraka tu, kwa hiyo huwa hatuna haraka kumjibu katika ile shari. Kisha Mwenyezi Mungu akamaliza kusema, wa kana al-insanu ajula,
mwanadamu awe ni mwenye tabia ya haraka sana. Jambo la haraka mwanadamu ni tabia yake. Akiona kitu cha chelewa, yeye hutaka kitu kile kiwe kitakwenda haraka. Ndugu zangu, ili tuyaelewe zaidi haya tunaoyazungumza, kwamba kweli ni tabia ya mwanadamu kuwa na haraka, nenda kaitizame mifano ya mitume katika Qur'an. Ukitizama mifano ya mitume katika Qur'an, utaelewa kwamba naam, mwanadamu ni mwenye tabia ya haraka. Anza na Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amepokewa akisema, rahimallahu Musa, Mwenyezi Mungu amrehemu Musa, lau lam yuajjil, lau Musa hangefanya haraka, la qussa min hadithihi ghairu alladhi qussa, tungelielezewa kiswa chake zaidi ya kile tulichoelezwa. Tumesema Musa alifanya haraka. Lau si ile haraka tungelipata faida nyingine katika Qur'ani, tungelielezwa. Haraka yenyewe ni ipi aliyoifanya Musa? Ni pale alipokwenda kusuhubiana na Khidri. Akamwambia Khidri, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda, nikufuate unifundishe na mimi wewe una elimu. Yule akamwambia, wewe ukinifuata mimi hutoweza kusubiri. Mimi nitasubiri. Huwezi Musa bwana kusuhubiana na mimi, takasubra. Nitasubiri. Akamwambia, sharti yangu mmoja, tunaposuhubiana usiniulize swali lolote mpaka mimi mwenyewe nikueleze. Hata ukiona mmefanya nini, tulia, mimi mwenyewe baadaye nitafanya nini, nitakueleza. Wakiondoka hawajachukua hatua, wamepanda jahazi la watu. Nabii Musa akimwangalia Khidri, amuona yualichoboa, yualitia matundu lile jahazi ndani ya bahari. Wewe watoboa, dhamira yako ni nini kama sikutuua? Akamwambia, watoboa utuue. Akamwambia, umeona, mimi nilikwambia wewe kusuhubiana na mimi taka subra, wewe una haraka, na mmekwambia usiniulize mpaka nikueleze. Sawa, sitokuuliza tena. La tuakhidhni bima nasitu, nimesahau. Haya, twende. Wakifika mbele, yule bwana amemwona kijana mdogo, amemshika akamuua. Nabii Musa akaja juu, akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, wewe wajiulia ovyo tu. Yule akamwambia, Musa, umesahau sharti yetu wewe. Mimi si nimekwambia ukisuhubiana na mimi usiwe na haraka, nitakueleza. Akamwambia, basi ona hii mara pili, ya tatu nikiuliza lolote kabla wewe kunieleza, vunja tu safari, mimi nitakuwa mmefeli. Wakiondoka wamekwenda katika kijiji, wasikia njaa, kiu, wakaomba wenyewe chakula na maji, watu wakakataa. Kabla waende zao, Khidri akamwambia Musa, unaona ule ukuta pale wavunjika, twende tukaujenge. Wakaingia kwenye kibarua sasa cha kuanza kuujenga ukuta, wakaanza kuusimamisha. Mpaka walipomaliza, Musa akamwambia, kuliko tuujenge bure wanatunyima chakula, bora ungewaambia watupe chakula, basi iwe ndo malipo yetu. Akamwambia, angalia, hapa ndo itakuwa mwisho. Hadha firaqu baini wa bainik, hapa ndio mwisho, na nitakueleza yote mimi. Yule kijana, ile jahazi niloitoboa ni kwa sababu kadha. Akamweleza. Yule kijana nilomuua ni kwa sababu kadha na kadha. Akamweleza. Na huno ukuta tuloujenga ni kwa sababu fulani na fulani. Na haya yote sikuyafanya kwa kichwa changu, wa ma fa'altuhu an amri, sikujiamulia tu mimi kutoboa majahazi, kuua watu. Kuna amri pia mimi ambao nimepewa kwamba nifanye hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapo ndio akasema, Mwenyezi Mungu amrehemu Musa, lau lam yuajjil, lau Musa hangelifanya haraka, la qussa min hadithihi ghairu alladhi qussa, tungelielezewa zaidi ya yale tuloelezewa. Lakini alikuwa na haraka katika kuuliza, tukajua mambo machache peke yake. Katika haya tuliyozungumza, utakuwa umeona kwamba
kweli haraka ni tabia ya mwanadamu. Nabii Allah Musa alikuwa nayo. Bali sehemu nyingine katika Qur'an Mwenyezi Mungu amemuuliza Nabii Musa, wama ajalaka an qaumika ya Musa, Musa, kilichokuleta haraka ukaacha watu wako nini? Nabii Allah Musa aliamrishwa aende akazungumza na Mwenyezi Mungu baada ya kufunga, akaenda haraka. Mwenyezi Mungu akamuuliza, kilichokuleta haraka ukawaacha watu wako nini? Akamwambia, hum ulai ala athari, hao watu wako katika kufuata mwongozo wangu. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, mimi sikatai, mimi na haraka, na hapa mmekuja haraka kweli, lakini lengo langu upate tu kuridhika ya Rabb. Akakiri kwamba kweli mimi na haraka. Haraka ni tabia ya mwanadamu. Lakini pia ukimwachilia mbali Nabii Allah Musa alayhi salam, umwendee Nabii Allah Yunus. Nabii Allah Yunus baada ya kufanya da'wa kwa watu wake, ikawa da'wa haipokewi kama inavyotakiwa kupokewa. Kila akiwaeleza watu hawataki. Aliwaambia, basi nyinyi nawapa siku 3 tu mtakiona cha mtema kuni. Mimi sinawaambia nyinyi mtaki, siku 3 tu. Akaondoka kwa wale watu wake, akaenda akaingia baharini, akapanda jahazi yuwasafiri. Na haya ameyafanya Nabii Allah Yunus kabla ya kupewa amri na Mwenyezi Mungu kwamba aondoke. Na si ruhusa kwa mtumi yoyote kuondoka popote mpaka amrishwe na Mwenyezi Mungu kwamba fanya nini sasa, ondoka. Mtume alitaka kugura kwenda Madina, lakini ikawa haguri, yasubiri amri ya Mwenyezi Mungu. Masahaba ikawa amewaruhusu wagure. Masahaba wakatangulia Madina tele, mtume bado yuko Maka. Saidina Bakar alipotaka kusafiri, mtume akamwambia, ngoja, subiri wewe, kama ishara ya kwamba lau nitaruhusiwa tutaondoka pamoja. Saidina Bakar akasubiri mpaka mtume akaruhusiwa, ndio akagura pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Saidina Bakar alikuwa yatangulia. Nabii Yunus aliondoka kabla ya kuambiwa ondoka. Alipopanda kwenye jahazi baharini, akatokea yalotokea, kwamba bahari imechafuka, imekuwa sasa hakuendeki. Na ada yao wakati huo, kuna mtu hapa ndani katika sisi ambaye ndio sababu. Kwa hiyo tupigeni kura, yule ambaye itamwangukia hata tuya radhi tutamwangusha. Kura ikamwangukia yeye mara kadhaa, karibia 3. Kila ikipigwa ni yeye. Watu wakimwangalia, lakini huyu ni mtu mzuri, hakai kwamba ndo mwenye tatizo. Kila ikipigwa kura ni yeye. Mwisho akaona tufanyeje? Wakamwangusha, akamezwa na samaki. Yakawa yaliyokuwa Mwenyezi Mungu akatuelezea katika Qur'an, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut idh nada wa huwa makdhum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Lau Mwenyezi Mungu hakumpa rehema zake, angeliketi huko mpaka kiyama kisimame. Lakini kwa sababu ya rehema za Mungu ndio akenda akatemwa sehemu nyingine, wa arsalnahu ila 100,000 au yazidun, akawa yafanya da'wa huko. Lakini chanzo cha yote alomfikia mpaka kumezwa na samaki ni haraka aloifanya Nabii Allah Yunus alayhi salatu wassalam. Lakini muachilie Nabii Allah Yunus alayhi salam, muendee Nabii Allah Yusuf. Nabii Yusuf alipokuwa ametiwa jela kwa dhulma na kwa uonevu, wale vijana wawili wakaota ndani ya jela kama Qur'ani ilivyotueleza suratu Yusuf. Wadakhala ma'ahu as-sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Mmoja akamwambia, mimi nimeota. Na mimi nimeota, tueleze tafsiri. Yusuf akawaeleza, wewe utatoka jela salama na utarudi katika ile kazi yako uliyokuwa nayo, ama wewe utasulubiwa. Wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wewe utasulubiwa wewe. Siku ilipofika, wale watu wawili watolewa jela. Sasa
Yule mmoja ikawa yajua fika kwamba mimi narudia kazi yangu ya zamani, na mwingine yajua fika mimi ndanyongwa na kusulubiwa mimi. Nabii Yusuf akamwambia yule ambaye yuarudia kazi ya zamani, akamwambia kama inavyosema Qur'ani, waqala lilladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Alimwambia yule ambaye alikuwa na uhakika ataokoka, nitaje kwa mfalme. Ukifika huko kwa kiongozi wako, mwambie kuna kijana ametiwa jela kwa dhulma, kuna kijana ameonewa. Nabii Yusuf akamwambia yule aende akamtaje kule. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, falabitha fi sijni bid'a sinin. Kwa kuwa Yusuf amefanya haraka, amwambia yule, akamwambia kiongozi, angesubiri, sisi wenyewe tunajua tumempangia nini, tukamweka tena jela miaka kadhaa. Kwa nini umwambie yule una haraka ya nini wewe mtume wa Mungu? Sisi tulokutia hapo si tunajua kila kitu. Haraka yako yasababishwa na nini? Basi keti tena. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume katika hadithi akasema, rahimallahu Yusuf, Mwenyezi Mungu amrehemu Yusuf. Laula alkalimatu allati qalaha, lau si kile kilma alichokisema. Kilma kipi? udhkurni 'inda rabbik, nitaje huko kwa kiongozi. Lau si kilma hicho, Mtume asema ma labitha fi sijni ma labitha, hangeliketi jela vile alivyoketi. Lakini kwa sababu ya haraka ataka kutolewa jela, akaona acha nimtumie huyu aende akanizungumzie huko kwa mfalme, tukamwambia haraka hiyo ya nini, tukamweka tena jela miaka kadhaa. Tumalizie mfano wa mwisho na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qur'ani imemwambia mtume, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayana. Ambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam aya hizi kwa sababu hapo mtume alikuwa akifanya haraka. Jibril anapokuja kwa mtume yamsomea Qur'an, mtume alikuwa na haraka. Jibril hajamaliza kusoma, mtume atakaisoma ile aya mbio mbio na yeye. Jibril hajamaliza kumsomea, mtume ashaanza. Hata Jibril hajafika mwisho wa aya, yeye ashaanza kuisoma. Qur'ani kaambia mtume usiwe na haraka, muache asome mpaka amalize. Akimaliza na wewe soma, na utajiona umeisoma, na utakapomaliza kuisoma utaikuta ndani ya moyo wako tumeiweka, hauwezi tena kuisahau. Na ukikuta ndani ya moyo utakuta na maana zake, ubainifu wake tushakutilia. Yani wewe muache tu yeye asome. Jibril muache akisoma, akimaliza wewe soma. Ukisoma ukimaliza utaona kila kitu tumekupa ulichokisoma, hukisahau tena, na maana zake, malengo yake, makusudio yake tumekutilia ndani ya kifua chako. Kila kitu wewe Muhammad wakijua. Kwa hiyo usiwe na haraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezewa kwamba usiwe na haraka. Haya tulojaribu kuyatajataja hapa ni tu kuweka wazi kwamba mwanadamu maumbile yake ameumbwa kwa haraka. Khuliqal insanu min ajal, mwanadamu ameumbwa ni mtu wa haraka. Lakini ndugu zangu, katika hii kuzungumza tumeumbwa ni watu wa haraka haswa, ni kipi ambacho tumekikusudia haswa? Tulichokikusudia katika haya ni kuelezea pande mbili za hii haraka. Upande wa kwanza, haraka ambayo ni mbaya, haraka ambayo yatukanisha. Upande wa pili, haraka ambayo ni mzuri, haraka yenye kusifiwa, ambayo kila mmoja katika sisi atakiwa awe nayo haraka hiyo. Kuna haraka yaitwa al-isti'jalu al-madhmum, haraka mbaya. Mahali kama hapo sipo kufanya haraka, na wewe usiwe na haraka hiyo. Na kuna haraka yaitwa al-isti'jalu al-mahmud, haraka mzuri ambayo wewe watakaniwa hiyo uwe nayo. Tuanze na hii ya kwanza, na wakati kama huko tutazungumzia na ile ya pili. Haraka mbaya, al-isti'jalu al-madhmum,
haraka ambayo Muislamu hafai kuwa nayo ni haraka ipi? Haraka ambayo mimi na wewe hatufai kuwa nayo, ingawaje ni maumbile yetu, hatufai kuwa na haraka katika kuomba dua za kuapiza mtu au kujiapiza sisi wenyewe mali zetu au watoto wetu. Ufai kuwa na haraka hilo jambo, kwa sababu mtoto wako amekuudhi, wewe tayari wamapiza. Kwa sababu kuna mambo hayaendi, tayari wayapiza. Hii ni sampuli ya kwanza ambayo mtu hafai kuwa nayo kabisa. Usiwe mtu wa kuapiza piza. Yule mtoto unayetaka kumwapiza leo, huenda kesho ukawa utakuja kumhitajia na yale mapizo ashamfika, ikawa ameharibikiwa sasa katika dunia yake yote. Na wenye kusema wasema uyatima uko sampuli ngapi? Mbili. Kuna uyatima mdogo na kuna uyatima mkubwa. Uyatima mdogo ni kufiliwa na wazazi, huo ni uyatima mdogo. Uyatima mkubwa ni kukosa radhi za wazazi. Kufiliwa na wazazi ni uyatima, lakini ni mdogo. Ama kukosa radhi zao, hiyo ndio balaa yenyewe, huo ndio uyatima mkubwa. Usipende kabisa hilo jambo likupate. Sasa usiwe na haraka ya kumwapiza mtoto wako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja katika safari, na masahaba wapishana kupanda ngamia. Ngamia mmoja apandwa na watu 6, watano, watu 7, wapishana. Atapanda huyu, kifika mahali fulani atashuka, atapanda huyu. Tukifika mmoja katika wale wenye kupanda, kukatokea jambo, ule ngamia akamuudhi, akamwapiza. Umelaaniwa wewe, akamwambia ule ngamia mal'un. Mtume akasikia, yuko kwenye msafara. Mtume akauliza, manilla'inu ba'irahu, nani anemlaani ngamia wake huyo? Wale bwana akasema, mimi ya Rasulullah. Mtume akamwambia, muache, la tashabna bimal'un, usisuhubiane na sisi na aliyelaaniwa, akikusudia laana ulompangamia imempata. Kwa hiyo kama alikuwa ni ngamia mkorofi, sasa ukorofi wake ni mkubwa zaidi itakuwa kwa ile laana. Kwa ngamia ndio umuache, ndio ashalaanika. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tad'u ala anfusikum, musijiapize, wala tad'u ala auladikum, musiwapize watoto wenu, wala tad'u ala amwalikum, musiziapize mali zenu. Kwa nini? Isije ikawa, Mtume asema, ule wakati wewe watoa maapizo ni wakati ambao dua yapita moja kwa moja, hairudi. Wewe ulipotoa maapizo hayo ndio yamekubaliwa, ndio imepita hiyo, ndio ashakuwa mtu wa kuapiziwa, yule amekuwa mtu wa laana. Kumbe ilikuwa ni saatul ijaba, ile ni saa ukiomba dua ukisema jambo linakuwa, ukao umeapiza. Mtume akakataza. Kwa hiyo yawezekana kuna mmoja kati ya wanao wa kuudhi mno. Yawezekana biashara zako namna zinavyokupatia mawazo kwa kweli, pengine ni magari ya kukodisha, ni matukutuku, balaa moja kwa 10, usiapize. Hiyo ni haraka mbaya, usiapize. Hiyo ni haraka ambayo Muislamu hataki kuwa nayo. Lau itakuwa ni wakati wa kujibiwa dua, ziapizike. Wewe utafilisika, uitafute shilingi huioni, kumbe ni kwa sababu yako wewe mwenyewe uliziapiza zile mali zako. Sampuli ya pili katika sampuli ambazo Muislamu hatakiwi kuwa nayo katika hukuku wa haraka ni al-isti'jalu bil ijaba. Mtu kuwa na haraka ataka kujibiwa dua, akiomba dua leo na kesho ataka mambo yawe, yasipokuwa bora atafute mganga. Mbona hayawi? Na haraka yeye ataka kiomba pale pale. Kwa nini wiki nzima hini hayawi tu? Hapa yaonekana ashachoka tayari. Hii ni haraka mbaya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi alikataza mtu kuwa na haraka ya kujibiwa dua. Siwe na haraka wewe kwamba wataka ukiomba leo na kesho upewe. Wewe omba, Mwenyezi Mungu atakupa ule wakati unaofaa. Labda huu wakati wa sasa ukipewa zitajeuka ziwe mangamivu kwako.
Kwa kuna wakati ukipewa kwako utakuwa ndo mzuri. Wewe wataka sasa. Mwenyezi Mungu akusubirisha muda huo, wewe hujui, ukachoka tayari. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akisema, la yazalu yustajabu lil'abdi ma lam yad'u biithmin au qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Mwenyezi Mungu hatoacha kujibu dua za waja maadamu wale waja hawaombi dua za madhambi, wala hawaombi dua za kukata uzao, na wala hawana haraka. Mwenyezi Mungu atakuwa akiwajibu tu. Masahaba akamuuliza Mtume, kuwa na haraka wamaanisha nini? Mtume akamwambia kuwa na haraka maana yake yakul, mtu aseme qad da'awtu wa qad da'awtu, nimeomba nikaomba, falam ara yastajibu li, sioni kwamba mimi Mwenyezi Mungu anijibu dua zangu, mimi naomba tu nikiomba sijibiwi. Akachoka. Mtume asema fayastahsiru inda dhalika wa yada'u ad-du'a, achoke, awe tayari ameshaona mbona sipewi, aache kuomba. Mtume asema hili jambo mtu asiwe nalo. Wewe ukiomba omba kila siku, wala usichoke. Uko wakati ambao Mwenyezi Mungu atakupa, wewe omba tu. Yeye Mwenyezi Mungu si ndio alotuambia ud'uni astajib lakum, si ni yeye? Niombeni mimi nitafanya nini? Tawajibu. Wewe omba tu basi. Kazi ya kujibu mwachie yeye ndo anayejua wakati gani wa kukujibu. Hii wanasema ni sampuli ya pili katika haraka ambayo kwamba ni madhumum. Usikubali kuwa nayo kwamba wewe ni mtu wa kuomba dua siku 2-3 ushachoka. Naomba mara ngapi bana sipewi, mara ngapi mimi namuita ustadhi kuja kunifanyia dua mambo hayawi bwana, tosha khalas. Ukaona omba, usiache kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sampuli ya tatu katika haraka ambayo ni mbaya, al-isti'jalu al-madhmum, ni al-isti'jalu fi salah, mtu kufanya haraka katika swala. Na hapa kufanya haraka katika swala ni mara mbili. Imma haraka yenyewe yuiswali swala mbio aimalize aende zake, ama haraka yenyewe ni kwamba yeye ni mtu ambaye kwamba akiwa yuko katika swala hawezi kuwa nyuma ya imam. Yuko nyuma ya imam lakini yuko mbele ya imam. Haraka sampole mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi, ukaingia mtu msikitini akaanza kuswali. Na Mtume amwangalia. Alipomaliza swala akamwendea Mtume kumsalimia. Mtume akamjibu salamu, kisha akamwambia irji' fa salli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali bosi, wewe bado hujaswali. Ni bwana kaona kama Mtume alikuwa akiniona halafu asema sijaswali, kuna neno, aniangalia tena sasa. Ile swala ya pili ni kama alimwambia angalia hii sasa, ile ilikuwa angalia hapa, akaiswali ile swala ya pili, kisha kenda tena kumsalimia Mtume. Mtume akamwambia vile rudi ukaswali, wewe hujaswali. Bwana kaona kuna neno, tampa nyingine, akarudi mara 3 mpaka alipomaliza. Mtume akamwambia tena rudi, wewe hujaswali. Akamwambia Mtume, ya Rasulullah, wallahi ma uhsinu ghairahu, mimi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu hata mkarudi mara 100 hakuna swala nzuri naweza swali zaidi ya hii ya mara 3 hii. Hakuna. Hii ndo nzuri yangu ya mwisho, hata ukanambia mara 100 rudi, ni hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumwelekeza yule bwana makosa aliyokuwa nayo, makosa ambayo alikuwa Mtume akimwambia rudi ukaswali, makosa yake ilikuwa yuko mbio, hatuli, akirukuu atakainuka tayari, akiinuka akisujudu, yani yeye hana utulivu ndani ile swala yake. Ni kama ule mfano wa ile hadithi nyingine Mtume aliposema ukiswali usidone. Kuna watu wakiswali wadona, sana adona vokuku, lakini wao wanadamu ila wadona. Maana akisujudu akiinuka huyo amerudi tena fanya nini? Hana utulivu, hana kwanza kuketi. Mtume sallam akaanza kumwelekeza yule bwana, ukisimama kwenye swala piga takbira, kisha usome unachokijua katika Qur'ani. Rukuu utulie viungo vako, ukiinuka inuka mpaka unyooke utulie, ukisujudu sujudu utulie. Swala yako iwe swala iliyotulia, isiwe swala ya mtu ambaye yuko mbio ana haraka mbaya. Hiyo kwenye swala watakumaliza swala haraka. Kwa nini? Ingawaja
Hata kama umeambiwa usiwe na haraka kwenye swala, pia haraka yenyewe ina kipimo. Usianze wewe sasa utakutusomea surati al-Baqara, Ali Imran, surati an-Nisa, kisha tukikwambia zote hizo kwa rakaa moja, watuambia sina haraka. Tumeambiwa kwenye swala tusiwe na haraka kumaliza. Hicho kipimo pia kimepita. Ule sahaba mmoja Mtume asema, niliswali nyuma Mtume siku hiyo usiku, aliamka tahajjud, kamka naye. Nafikiri ni Abdullah ibn Mas'ud kama itakuwa sijakosea. Mtume alipokuwa yuwaswali na mimi niko nyuma yake, alianza kuipiga Bakara. Nikajiambia atakoma kwenye aya 100 za kwanza, asema akazipita. Atakoma 100 ya pili, akaipita. Atamaliza hii tu rukuu, akaimaliza, akaanza Ali Imran. Atakoma 100 ya kwanza, Mtume akaipita. Atamaliza hii, Mtume akamaliza, akaanza surati an-Nisa. Asema Mtume siku hiyo alisoma ndani ya rakaa moja, mpaka asema ule sahaba nkatamani ni muache endelee peke yake. Hiyo imepita hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao mimi na wewe hatuiwezi. Wewe jaribu kupita kiblani hapa, usome Yasin tu, alafu usubiri swala iishe usikie zogo lenyewe. Yule bwana mmoja alipokuwa swala zake ndefu sana, kila kinge kiblani warefusha, kila kinge watu wakagoma, hatuendi pale tena swala. Sasa imekuwa tukifika kama kombe watu adhibu bwana, hatuendi. Watu wakagoma. Basi kabidi aanze kuwafuata nyumba hadi nyumba. Jamani njooni bwana, mbona mmekimbia? Njooni msikitini. Tutaswalisha swala fupi. Watu wakaambia sawa tutakuja. Lakini swalisha fupi, sawa. Basi watu sasa wameingia msikitini, yuko kiblani. Sasa baada ya kumaliza walallalin amin, akaanza kujiuliza nisome nini? Kila anachokikumbuka kukisoma aona kama watu wataona kirefu hicho. Some nini? Sasa alipoona hapati cha kusoma, ikabidi auliza jamaa, vipi abasa watawalla? Mwasemaje? Hiyo vipi nipige? Watu waambia twende bwana. Maana imekuwa kushauriana ndani ya sala sasa. Mwasemaje kuhusu abasa watawalla jamaa? Hiyo nao pia ndefu. Manake urefu, lakini urefu wenye kipimo chake. Lakini pia upande wa pili, haraka wakati wa mtu anapokuwa yuko ndani ya ile swala katika kumfuata imam. Imam hajarukuu yeye, imam hajainuka shainuka, imam amesujudu hajainuka, hajamaliza Allahu akbar, yeye yuko kitambo kule kabla imam. Na haraka hii nao pia si mzuri kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza, mtu haogopi kwamba akifanya hivyo kabla ya imamu apewe kichwa cha, apewe sura ya punda? Yani ile kumtangulia imamu, ukitangulia umekuwa na kichwa cha punda. Mtu haogopi kuanzia sasa mwanadamu mwenye kichwa cha punda? Akikusudia usimtangulie imamu, amewekwa pale mbele ili afuatwe. Akirukuu ndio na wewe rukuu, akisujudu ndio na wewe usujudu. Usifanye kabla yeye imamu wako hajafanya. Kadhalika katika jumla ya haraka ambayo imekatazwa, na kulingana na wakati tujaribu tukimbie mbio kidogo, na hisa huku iko mbele kidogo. Katika jumla ya haraka ambayo imekatazwa ni mtu kuwa na haraka katika matamanio. Hajaoa lakini ataka shahawa zake azifurahishe. Hana mke lakini ataka mwenyewe awe sawa sawa na mtu alioa. Kwa hiyo ana haraka yeye katika kutekeleza shahawa zake bila kuoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia nini katika Qur'ani? Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Ni mwapenda dunia, na miongoni mwa kupenda dunia ni mtu kufuata matamanio yake. Mwenyezi Mungu ametuambia wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Yoyote ambaye ana haraka ya kufuata matamanio yake bila halal, yeye namkumbukia Nabii Adam tu. Nabii Adam ndani ya pepo aliruhusiwa kila kitu, alikatazwa kula tunda la mti mmoja tu, hiyo tu basi, hiyo sile. Lakini kwa ile haraka akakiendea kitu ambacho amekatazwa. Hatufananishi na unachokiendea wewe chako ni kibaya, lakini tupija kwa mbali tu. Akakatazwa kuhusu kitu hichi kimekatazwa usiende, akaenda, natija yake akatolewa peponi. Wewe umeambiwa usiende huku, waenda, alafu atakuingia peponi. Utaingia kweli? Cha Nabii Adam kidogo kula tunda akatolewa. Wewe chako ni kikubwa zaidi,
wenda kuyafanya machafu na binti ya mtu, kisha waitaka hiyo pepo, utaipata? Ikiwa Adam kwa kidogo antolewa, wewe kwa kikubwa utaingizwa? Wewe kuingizwa katika janna. Ukiwa na haraka ya kuwafuata matamanio yako, sahau pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuambia fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya almawa. Wewe ukiwa na haraka, jiandalie moto. Tumalize na jambo la mwisho kabisa, mtu kuwa na haraka ya riziki pamoja na mtu kuwa na haraka ya kutoa talaka. Na watu haraka zao katika riziki imekuja katika al-mustatraf fi kulli fannin mustadraf, kwamba Saidina Ali radhiallahu anhu siku moja alikwenda mahali wataka kuingia msikitini, akampa mtu mnyama wake amshikie. Nishikie huyu bwana, naingia mara moja hapa niswali natoka. Saidina Ali kiasi atoke na ule mnyama na ile kamba yake ile lijama, yule bwana alioachiwa ameshaifungua hiyo lijama, ashakwenda ashakimbia nayo, amwacha mnyama mweupe, hana tena ile kamba. Wakati Saidina Ali atoka msikitini, ilikuwa amebeba dirham 2 kumpa yule bwana kama zawadi yake ya kumshikia mnyama wake. Akitoka huyo bwana mwenyewe wapi? Ashafungua kamba, mwenyewe ameona amepata, amekimbia nayo. Saidina Ali akamuita mtu, akamwambia chukua hizi dirham 2, nenda sokoni nunulie kamba ya kumfunga ufarasi lijama. Bwana alipokwenda sokoni, akaenda akapata ile kamba Saidina Ali yauzwa kwa dirham 2. Bwana uko na sokoni, nauza dirham 2. Yule bwana kainunua, akamleta Saidina Ali. Saidina Ali akaangalia, hii ndio yangu. Umenunua pesa ngapi? Akamwambia dirham 2. Akasema, angalia mwanadamu namna alivyoona haraka na riziki. Hizi dirham 2 ambazo alikuwa azipate kwa halal, kwa sababu ya haraka yake, sasa amezipata kwa haram. Lao angelisubiri tu mimi nitoke, singelimpa hizi kwa njia ya halal. Lakini haraka ya riziki, ameona ende akashike mtu panga, ameona ende akakate mtu, ameona ende akampore mtu kwa sababu ya haraka ya riziki, wakati lao angelingojea riziki yake ingelikuja. Na wengine wetu haraka zao ni pale wanapoudhiwa majumbani, haraka mbaya hizi. Tukitokea tafrani kidogo, rudi kwenu. Kidogo tayari talaka iko hapa. Jambo chache atakutoa talaka, bali hufikia hata kuitoa kabisa, wala hajali kwa sababu ile haraka alona. Ndugu zangu Waislamu, hata nyinyi wenyewe mmeona kwamba wakati haukuturuhusu kumaliziana ule upande mwingine. Inshallah Taala, tukiwa tutapata nafasi Ijumaa ijayo katika msikiti wetu huu tunaoongoza wa Abidin, basi tutamalizia na ile sehemu nyingine ya pili, haraka ambayo ndiyo haraka mzuri. Haya tuliyozungumza, Mwenyezi Mungu atuwafikie, Mwenyezi Mungu atujalie tujiepushe nayo, na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.